Kwa ujumla mkoa wetu wa Tanga uko shwari, hali ya kiusalama iko vizuri, watu wanaendelea na shughuli zao za kujitafutia maendeleo. Kwa kifupi naweza nikasema mkoa uko shwari, kampeni zinaendelea vizuri, vyama mbalimbali kwa ngazi ya urais, lakini ngazi ya ubunge na udiwani wameendelea kunadi sera zao katika wilaya zetu zote 8 na hali ya kampeni iko vizuri kiusalama. Kama tunavyotambua siku ya tarehe 29 ndio siku wananchi wanakwenda kutimiza haki yao ya kidemokrasia ya kuchagua kiongozi ambaye wanamtaka. Niwatake wananchi siku hiyo wajitokeze kwa wingi mapema kwenda katika vituo vya kupigia kura na kuchagua kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Tanga kwamba hali ya usalama siku hiyo itakuwa vizuri, lakini vile vile tutambue kwamba amani ya nchi yetu ni muhimu sana. Kama mnavyotambua waandishi wa habari, sasa hivi ukipita katika maeneo mbalimbali watu wanaendelea na shughuli zao, masokoni, ukienda kwa machinga pale, watu wa pikipiki na shughuli nyingine zote kama mnavyoona zinaendelea vizuri, na hii inatokana kwa sababu ya amani. Lakini kama kusinge kuwepo na amani ama kukitoweka kwa amani, maana hizi shughuli zote ambazo mnaziona haziwezi kufanyika. Kwa hiyo ni vizuri tuendelee kuienzi amani. Ndio maana sisi kama jeshi la polisi tunasema amani, utulivu na usalama ni jukumu letu sisi sote wa Tanzania. Kwa hiyo Watanzania wote tuendelee kuhakikisha hii amani inakuwepo. Kwa mtu yeyote ambaye anafikiri kwamba anaweza akaharibu amani ya nchi hii asijidanganye. Jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumejipanga vizuri kama alivyoeleza mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kwamba sisi vyombo tuko vizuri sana kuhakikisha uchaguzi, sasa kipindi cha uchaguzi, lakini siku ya uchaguzi yenyewe na baada ya uchaguzi kwamba amani ya nchi itaendelea kutamalaki, kwa sababu tuna wivu mkubwa sana wa amani ya nchi hii. Kwa hiyo kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama hatutakubali kuona amani ya nchi inatoweka. Kwa hiyo niwahakikishie tu wananchi siku hiyo wasiogope, watoke waende wakapige kura, wasiadaike na hizi taarifa ambazo wanaziona kwenye mitandao. Hizi taarifa za kwenda kwenye mitandao nafikiri tu ni za kutaka tu amani ya nchi itoweke ya watu wachache sana, lakini sisi kama jeshi la polisi tumejipanga vizuri sana kuhakikisha yoyote yule ambaye anafikiri anaweza akaharibu amani ya nchi tunamshughulikia kikamilifu kwa mujibu wa sheria, na nimtake tu mtu yote asijaribu, kwa sababu akijaribu kwa kweli atakachokutana nacho hatarudia tena siku nyingine, Na hawa ambao wanaendelea kuhamasisha watu waandamane, tunaendelea kuwafuatilia kupitia katika mitandao mbalimbali, katika doria mtandao, na baadhi yao tayari tumewafahamu na wengine tunawashikilia kwa kuendelea kujua nia yao ni nini, na mwisho wa siku tuwafikishe katika utaratibu wa kisheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wao. Asanteni.